Leo ni siku ya Jumapili ambayo watu wengi wangekuwa kwenye ibada, lakini leo tumeamua kufanya ibada hapa kwenye ofisi za kanda yetu ya Nyasa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunamwomba Mwenyezi Mungu aweze kumrejesha Mheshimiwa Mdude Nyagali, ndugu yetu mpendwa kabisa ambaye tunaamini hana kosa lolote na amechukuliwa nyumbani kwake kwa maonezi makubwa sana. Sasa ndugu waandishi wa habari, tumewaita hapa kwa nia kubwa tu kwamba tuna taarifa ambazo ni sahihi kabisa na tuwezi kuzibahatisha, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba Mdude Nyagali hakuwa na ugomvi na mtu yeyote katika mkoa wetu wa Mbeya na kwenye kanda yetu ya Nyasa. Lakini ukweli tu ni kwamba tulipata taarifa kutoka kwa msamaria mwema na ameshazungumza hata kwenye klipu zake ziko mitandaoni kwamba kuna baadhi ya polisi ambao wanatoka kwenye ofisi ya RCO mkoa wa Mbeya walikuwa wanaomba kupata anwani au address anapoishi bwana Mdude Nyagali. Kwa hiyo na wakamwahidi pesa huyo mtu kwamba ukituonyesha nyumbani kwake utahakikisha kwamba tunakupa pesa, na wakasema usimpe mtu taarifa mtu yeyote. Lakini yule mtu kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba inawezekana wanamtafuta kwa nia mbaya, kwa nini wamwambie kwamba watampa pesa, hakuweza kuwapa taarifa sahihi kwamba yuko sehemu fulani. Lakini kwa kweli usiku wa manane siku hiyo hiyo Mdude Nyagali akavamiwa nyumbani na kuumizwa, kwa sababu pale nyumbani kuna damu nyingi sana ambazo zimetapakaa. Na ndugu tulipofika pale tumekuta mtu mwenyewe hayupo pale nyumbani. Tafsiri yake ni kwamba waliondoka naye. Sasa hawa watu ni kwamba majina yao yapo na namba zao za simu zipo. Waandishi wa habari tutawapeni majina ya hawa watu, lakini pia tutawapeni namba za simu. Na tunaamini kabisa hawa ni polisi ambao wako kwenye mkoa wetu wa Mbeya. Kwa hiyo na wanatoka kwenye ofisi ya RCO. Kwa hiyo tuna uhakika kabisa kwamba ofisi ya RCO inapasha kufanya kazi ya ziada kuhakikisha kwamba Mdude Nyagali anapatikana. Kwa sababu kama vijana wake walikwenda kumtafuta Mdude Nyagali kwa watu na watu wametoa ushahidi wa namna hiyo, tafsiri yake ni kwamba ofisi yake inapasha kufanya kazi ya ziada kuhakikisha kwamba Mdude Nyagali anapatikana. Lakini kama haitoshi, pia tunamwomba mkuu wa mkoa, sababu mkuu wa mkoa ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa. Tafsiri yake ni kwamba anahusika moja kwa moja kuhakikisha kwamba analinda usalama wa wananchi wake katika mkoa. Na kama anahusika, tafsiri yake ni kwamba anapasha pia kuambia wana Mbeya, kuambia Watanzania kwamba Mdude Nyagali iko wapi. Na sisi Jumapili leo ilipasha tuwepo kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa kwa appointment ambayo tulikuwa nayo. Lakini tumekubaliana na mkuu wa mkoa amesema kwamba leo yuko busy, anaomba kesho tufike. Tunamtaarifu tu mkuu wa mkoa kwamba sisi tutakuja saa 2 kesho mapema kabisa kuja kupata taarifa sahihi kuhusiana na Mdude Nyagali. Na tunakuja huko sio kwamba tunakuja tunakuja kwa sababu tunajua yeye ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa. Tafsiri yake ni kwamba yeye ndiye ambaye anamsimamia RPC, anamsimamia RCO na maaskari wote walioko kwenye mkoa huwa anawasimamia. Kwa hiyo tunaomba sana Mdude Nyagali, tunaamini kwamba yuko mkoani hapa. Hayuko mbali. Tunaamini kwamba yuko mkoani. Taarifa ziko nyingi sana zinazoonyesha kwamba Mdude Nyagali yupo, na tunaamini kabisa kwamba Mdude Nyagali hana kosa lolote. Ndugu zangu wa Tanzania na waandishi wa habari, tunaamini kabisa kwamba Mtanzania yeyote ambaye ana akili timamu anapasha kuwa na uchungu, anapasha kuwa na uzalendo na nchi yake. Na moja ya uzalendo wa kila mmoja wetu ni pamoja na kukosoa serikali ambayo iko madarakani kama inakuwa inafanya vibaya. Kwa sababu kama unaona inakwenda tofauti, lazima ukosoe. Na Mdude Nyagali amewahi kusema kwamba nina kosa gani katika nchi hii? Kuikosoa serikali ndio kosa langu la kuumizwa mara kwa mara? Kosa langu la kukosoa serikali ndio au kuishauri serikali ndio sababu ya mimi kuumia kila wakati? Kwa hiyo tunachokiomba ni kwamba tunahitaji kila mmoja wetu katika nchi hii atendewe haki. Na moja ya kipaumbele cha nchi yoyote duniani ni usalama wa wananchi wake. Haiwezekani Mdude Nyagali amechukuliwa kirahisi namna hiyo, alafu mpaka leo wanasema hajapatikana. Na tunatoa ushahidi kwamba jeshi la polisi, baadhi ya makamanda ambao wako kwenye jeshi la polisi ndio ambao walikuwa wanamtafuta Mdude Nyagali na amepata hiyo taarifa, amepata hiyo tatizo. Juzi Mheshimiwa Kitime, Dr. Kitime askofu wetu amepata tatizo juzi. Baada ya kupata tatizo kushambuliwa, leo jana Bashungwa, waziri wa mambo ya ndani, ameagiza yule mtu ambaye alikuwa anamtishia Dr. Kitime akamatwe haraka iwezekanavyo.
Sasa kumekuwa na kigumizi gani kwa RCO? Tunampelekea majina ya watu ambao walikwenda kumtafuta huyo bwana Mdude Nyagali, hataki kuwakamata, na anasema kwamba hao watu kwa kweli anao watu wengi sana wenye majina ya kina Shabani. Tunamwambia unaweza kuwa na majina mengi, lakini huwezi kuwa na namba nyingi za kina Shabani, lakini pia huwezi kuwa na ubini wa nani au jina la ukoo la kina Shabani walioko wengi. Watu wanatofautiana kwa majina ya ukoo, watu wanatofautiana kwa sababu ana namba. Tumempa na namba pale kwamba hebu angalia hii namba ambayo ina jina la Shabani, huyo ni askari wako, yuko hapa. Amesema kwamba kwa kweli hili ni jambo la kiupelelezi, siwezi kuangalia kwenye simu mpaka nifanye upelelezi. Sasa wakati anafanya upelelezi, sisi tunaamini kwamba ndugu yetu inawezekana anaendelea kuumia. Tunaomba Mdude Nyagali apatikane, na kama jeshi la polisi wanasema kwamba hajahusika, basi wafanye kazi ya ziada kuhakikisha kwamba anapatikana, ili ndugu na jamaa tuweze kuishi naye na kumpokea haraka iwezekanavyo. Kwa kweli nchi hii mpaka sasa hivi kumekuwa na shida kubwa sana ya utekaji. Tumeona viongozi wa dini wameanza kuumizwa, watu mbalimbali wanatekwa, kuna mamia ya wanachadema wametekwa. Tunaomba serikali hii ya Chama cha Mapinduzi wakubali kukosolewa, wakubali kwamba wao sio malaika, wakubali kabisa kwamba Chadema hatuwezi kuzungumza lugha moja na Chama cha Mapinduzi. Chadema ni chama cha upinzani ambacho nia yetu ni kushika dola katika nchi hii. Kwa hiyo tunaangalia zaidi mapungufu ya Chama cha Mapinduzi, na wanapofanya mapungufu tunawakosoa, na tunapowakosoa wakubali kwamba maeneo hayo hawaendi sawa sawa. Sasa kama leo hii hapa mtu anayekosoa anakwenda kukamatwa na kupotezwa, tuko tayari kupotezwa, kwa sababu tumeamua kufanya hii kazi ya Tanzania, tumeamua kufanya kazi hii kwa uzalendo mkubwa kabisa. Kwa hiyo tunachotaka kusema hapa kwenye presi yetu ni kwamba tunataka kiongozi wetu aweze kurudishwa. Kama ameumizwa, sisi tuko tayari kumtibu, kwa sababu tunajua kabisa kwamba tumekuta damu pale nyumbani. Tunaamini kwamba hayuko salama sana, lakini tunaamini ni mzima kabisa, hajafariki, na tunamhitaji ndugu yetu ili tuweze kumuuguza, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba ni Mtanzania, ana thamani kubwa. Na ndio maana nchi za wenzetu, ukiangalia nchi kama Israel, mtu mmoja anapopotea taifa zima linanung'unika, lakini Tanzania imeonekana kwamba ni jambo la kawaida tu. Mtu anaweza kapotea, watu wakasema siku mbili, inaonekana ni kawaida. Lakini mkoa wa Mbeya tunasema hatutakubaliana na jambo hili. Kanda ya Nyasa tunasema hatutakubaliana na jambo hili. Tunataka mazoea haya yakome kuanzia sasa hivi, na tunamhitaji ndugu yetu aweze kurudishwa haraka iwezekanavyo. Kazi ya polisi sio kwenda kuumiza watu. Kazi ya polisi sio kwanza kuteka watu na kukamata watu. Kazi ya polisi ni kulinda raia na mali zao. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba tunajua kabisa kwamba jeshi la polisi tunaamini kabisa limeanzishwa kwa madhumuni ya kulinda raia na mali zao, na tunaamini kabisa kwamba hawana uwezo wa kushindwa kumtafuta Mdude. Kama wanasema kwamba Mdude hawako naye na hawakumchukua wao, tafsiri yake ni kwamba wanaweza kumtafuta na kumpata. Mbona wanakamata watu wezi, wanakamata watu vibaka, watu wengi wanakamatwa na wanapatikana na vitu vingi ambavyo wanakuwa navyo. Kwa hiyo tunahitaji Mdude Nyagali, kamanda wetu, ambaye tunaamini sio mwizi, hajakamatwa kwenye ugoni, hajawahi kuwa na skendo yoyote mbovu katika nchi hii. Skendo zake ambazo anazo ni skendo za uzalendo na kujenga nchi hii kwa ajili ya kuikosoa taifa hili. Kwa hiyo tunachotaka kusema ni kwamba tunamhitaji Mdude Nyagali. Ndugu zangu waandishi wa habari, majina yako hapa, tutawapeni majina na muweze kujua kabisa kama ni mafande gani ambao walikwenda kuomba wapate anwani au adresi ya Mdude Nyagali anapoishi. Na kesho na usiku wa manane Mdude Nyagali ameshambuliwa, amevunjiwa nyumba yake na ameshambuliwa na ameumizwa vibaya, na mpaka sasa hivi hatuko naye hapa. Mtu wa kwanza ambaye tumemtaja na kwenye mtandao umemuona anaitwa Shabani Chalo. Anaitwa Shabani Chalo. Huyu bwana ni msaidizi wa RCO, yuko kwenye mkoa wetu wa Mbeya, na namba yake inaanzia 0753 32 75 13. Huyu bwana Shabani Chalo. Lakini mwingine ni dereva ambaye alikuwa anaendesha Noah nyeusi, ambaye anaitwa kwa jina moja, tumepata jina lake moja, anaitwa Mkika, na yeye namba yake inaanzia na 078664 85 11. Lakini kuna mtu mwingine ambaye anaitwa Vedastus. Huyu Vedastus ni kwamba hatuna namba yake, lakini watu ambao walikwenda kwa mtu wetu ambaye
walikuwa wanaomba kabisa kwamba aonyeshe kwa bwana Mdude Nyagali, lakini ukweli tu ni kwamba yule mtu alikataa na wakamwahidi pesa akakataa. Lakini usiku saa 8 nyumba ya Mdude imevunjwa na watu wameingia wameumiza vibaya sana. Kwa hiyo hao watu tumeshawatoa kwenye mitandao, tumempelekea RCO pale majina haya na namba hizi hapa. Kwa hiyo tunachofahamu ni kwamba kutokana na ushahidi tuliowasilisha kwa RCO jana, lakini pia na taarifa yetu tunayoitoa kwa waandishi wa habari, tunaamini kwamba jeshi la polisi, amiri jeshi mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, lakini pia mkuu wa mkoa Bwana Homera, tunafikiri mtafanyia kazi hili jambo ili kuhakikisha kwamba ndugu yetu Mdude Nyagali anarudi uraiani, na tunamwangalia ndugu zake, na kama atakuwa ameumizwa tuko tayari kumgharamia matibabu. Asanteni sana kwa kusikiliza. Israeli Mbaro, mimi ni kaka yake Mdude. Kwa kweli hili jambo lilipotufika, tulikaa mimi, baba ambaye ni mjomba wake na Mdude, tukazungumza na kufunga safari kufika haya mazingira. Tumefika jana. Awali ya yote na kishukuru Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa ushirikiano nilioukuta wanao, na mpaka sasa ushirikiano huu upo, na kama maelezo ambayo yamekisha kupita kwamba Mdude hakuwa na tabia ya uwizi, aidha ya kufumaniwa, ni mambo ya kisiasa. Kwa hiyo hawa wanaoweza wakafanya mambo ya ajabu kama haya watambue wazi jambo moja, kwamba uhai wa kila mmoja upo mikononi mwa Mungu, na Mungu ndiye aliye na makusudi na kila mmoja. Kwa kusudi la Mungu sisi hatuwezi tukalijua, anayelijua ni Mungu. Kwa mimi katika haya namuomba Mungu azidi kutuongoza ili aweze kupatikana sehemu alipo. Mungu awabariki sana. Asanteni. Kama alivyozungumza makamu mwenyekiti wetu wa kanda, ratiba yetu leo baada ya taarifa mbalimbali ambazo tulizipokea na ninyi mmeziona kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ambazo tulidhani zingeweza kusaidia upatikanaji wa Mdude, leo tulipanga ratiba ya kukutana na mkuu wa mkoa ndugu yetu Homera, na mosi tumefanya mawasiliano naye ya kuomba appointment ili leo Jumapili tukutane naye, na ametupatia ushirikiano huo, lakini hayupo ofisini, na kama mnavyojua leo ni weekend. Tumekubaliana naye kwamba tutakutana naye kesho saa 3 asubuhi Jumatatu. Kwa hiyo nitoe rai na nitoe fursa hii sasa kujulisha wanambea kwamba na Watanzania, kesho saa 3 mkuu wa mkoa tumekubaliana tutakutana naye kuzungumza kwa ajili ya mustakabali mzima tu wa upatikanaji wa Mdude wapi alipo, kwa sababu yeye ndo mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa mkoa wetu wa Mbeya. Na hivyo wanambea wote, kesho saa 1 asubuhi pia tutakutana hapa ofisi za kanda kwa ajili ya kupeana utaratibu ni watu gani watatuwakilisha kwenda kwa mkuu wa mkoa. Lakini kwa leo Jumapili haina maana kwamba tunarudi nyumbani wala tumechoka. Au umechoka watu wa Mungu? Hatujachoka. Kwa hiyo tutabadili tu ratiba ndogo. Hivi sasa tukitoka hapa baada ya mazungumzo haya tutakwenda korongo moja, nimeambiwa liko hapa, la uelekeo wa kwenda hospitali ya rufaa. Wamesema lina mazingira hatarishi sana, wenyeji watutaongoza. Kwa tukitoka hapa wote tutasambaa hilo korongo kuangalia paka pale kwenye ofisi yetu, kwenye hospitali yetu ya rufaa ya kanda, na tutakwenda pale hospitalini pia kuzungumza na kumtafuta kwamba aiza yamkini yupo huko. Kama tukikosa tutaenda na mochwari pia kuangalia kama yamkini yupo huko. Pamoja na ukweli ni kwamba intelijensia na maombi ya watu wa Mungu yanatuelekeza kwamba polisi wanajua ni wapi alipo Mdude. Ni wapi alipo Mdude. Kwa hiyo tunafikiri wao wanajua zaidi. Wakati tunasubiri jeshi la polisi litusaidie, sisi tutaelekeza nguvu zetu hapa. Na kwa kuwa ni Jumapili leo, Wakristo wengi wapo makanisani, baada ya kutoka hapo hatutatumia muda mrefu, tutaelekea kwenye makazi ya Mdude, na pale tutakuwa na maombi kwa ajili ya kumuombea Mdude afya njema huko aliko, lakini kuombea apatikane na Mungu atuonyeshe ni wapi mahara alipo na ashughulike na wale wote ambao wamehusika.
Asanteni sana na Mungu awe nanyi. Wanahabari na wanambea na Watanzania kwa ujumla. Hii hali inayojitokeza nchini kwetu sio hali salama, kwa sababu tuna viongozi wetu mbalimbali ambao tunategemea kwamba ndio walinzi wetu na ndio wanaotuongoza na ndio ambao watakuweza kutupatia haki mbalimbali. Lakini vile vile tunalo jeshi la polisi. Kazi ya jeshi la polisi ni kuhakikisha Watanzania wote tuko salama, na ikitokea sitofahamu, hatujulikani tulipo, ni wajibu wa jeshi la polisi kujua sisi tuko wapi na wakati huo tunafanya nini. Kama ilivyo kwenye shughuli nyingi za Chadema ambao tunazifanya, iwe vikao vya ndani vya namna mbalimbali, polisi wanajua. Hata tukiwa na mikutano yetu ya hadhara au tuna sherehe zetu, polisi wamekuwa wakijaribu kuzuia, lakini imekuwa kinyume. Wana uwezo wa kunusa Chadema kwamba inafanya nini leo, lakini hawajui maisha ya mmoja mwanachadema kwamba yuko kwenye hatari ya kiasi gani. Lakini kitu ambacho kinatushangaza na kinatusikitisha ni pale watu wanapopotea, hawajulikani wako wapi, na jeshi la polisi mpaka leo wamepotea kina Beni Sanane na watu mbalimbali na vijana wengine wadogo wamepotea, lakini mpaka leo jeshi la polisi halijui wako wapi. Nataka nilitake jeshi la polisi, hii hali ya kupotea kwa watu hasa wanachadema inatupa mashaka, na pengine kauli mbalimbali za chama tawala ambao viongozi mbalimbali wa chama tawala wamekuwa wakizitoa ambazo zinatuhusu sisi wanachadema, kwamba polisi kama wanachadema wamesema jambo lolote ya kuikosoa serikali, kama tukiwapoteza msituulize. Na tumeshuhudia kweli jeshi la polisi hajawahi kuwahoja hawa watu. Tuna mashaka pengine mna urafiki mbalimbali, na hasa pale tunapoona kila mtu anapotekwa anahusishwa na jeshi la polisi. Watekaji wengi katika nchi hii wanapokwenda kumteka mtu wanahusisha jeshi la polisi, kwamba sisi ni jeshi la polisi. Sasa tunajiuliza, jeshi la polisi linalizika nini na watu wanaotumia vibaya nafasi zao na kazi zao na taaluma zao, wanaochafua taaluma zao, mpaka leo hajawahi kuwakamata? Tunajiuliza kuna urafiki gani? Lakini ndugu zangu, nataka niwaambie hasa jeshi la polisi, mnatengeneza urafiki mbaya na chama tawala, lakini vile vile mnatengeneza urafiki mbaya na chama cha Chadema, kwa sababu si Chadema ndio tunaumia sana. Ninachotaka kuwaambia, lakini na sisi pia lazima tuje tuangalie, tutafikiri na sisi ni binadamu. Itafika wakati wa Tanzania hawa watafikiria kwamba pengine na sisi tunahitaji kuwa na urafiki na jeshi la polisi. Na urafiki wetu ni wa namna gani? Hasa pale watu wanapokwenda kupotea, hatuwaoni ndugu zetu, na sisi tutakuwa marafiki. Tunaweza tukaamua sasa kwamba tuwe marafiki, tuwe tunawatembelea mara kwa mara tunapopata matatizo kama haya. Kwa namna gani? Mwenyezi Mungu atajua. Lakini niwaombe na niwaase, kwa hili la Mdude Nyagali, mkalikomeshe, kwa kuwa watu wanafahamika na tuna imani ni wao waliomchukua Mdude. Hebu muonyeshe kwamba mnakwenda kusafisha jeshi la polisi, kwamba ni chombo salama cha kukimbilia kila Mtanzania. Leo hii mtu akija kwangu leo mimi Njerenje akijitambulisha yeye ni jeshi la polisi, siwezi kuamini kwamba ni jeshi la polisi, kwa sababu tayari imekwisha chafuliwa. Niwaombe sana, muendelee kutoa ushirikiano. Toeni ushirikiano na sisi na tuhakikishe Mdude anapatikana akiwa hai. Jamani, tafadhali sana, ni jambo ambalo linatuuma kama viongozi na kama Watanzania. Niwaombe sana jeshi la polisi, tushirikiane, Mdude apatikane na tuone taaluma yenu kwamba kweli mmesomea na mnastahili kutulinda. Asanteni sana ndugu wanahabari. Asante. Kwa majina anaitwa Mohamed Deo Sideo, katibu mwenezi kata ya Iganjo. Hapa tumefika kwa kweli, tuna siku 3. Tunasikitika katika mkoa wetu wa Mbeya baada ya kupotelewa na mwanachama wetu, kiongozi wetu maarufu katika mkoa wa Mbeya. Kwa kweli ni majonzi makubwa sana. Tumeshinda hapa toka juzi, jana na leo, lakini kinachosikitisha inaonekana kama ni serikali yetu iko kipaumbele kuwapoteza mwanachadema yoyote anayeongea haki, anapotea. Wanampoteza katika mazingira ambayo hayaeleweki. Kwa kweli mimi kwa upande wangu
naiomba serikali hususan jeshi la polisi, tunaomba wajiepushe na mambo haya. Swala la siasa waliache siasa ifanye kazi. Wao wameajiriwa kama serikali kulinda raia na mali zao, lakini swala la kuanza kuwakamata wanasiasa wanapoongelea haki kwa kweli linatusikitisha sana. Tutashindwa nchi kuendelea kwa sababu ya swala kama hili. Kwa mtu ambaye hana ushujaa hawezi kusogea kuongea kwenye vyombo vya habari kwa sababu anajua atapotea. Mimi napenda kupongeza kwa wanachadema kwa siku zote tatu hizi kuonyesha ushirikiano, bali na kuwatia moyo kwa ndugu familia ya kijana wetu huyu ambao wamemteka. Kwa kweli nawapa pongezi sana kwa ushirikiano huu, na napenda kutoa shukrani zangu kwa waandishi wa habari. Tunaomba hizi habari zienee dunia nzima, kwa sababu kitendo cha kutekwa, kila mwanachadema anayepiga kelele kupigania haki anapotea. Kwa kweli kinatusikitisha sana. Tunaomba serikali pamoja na mkuu wa mkoa, kesho asubuhi nina uhakika kwamba tutakuwepo hapo ofisini. Kwa wale ambao watabahatika, tutaingia mpaka kwa mkuu wa mkoa atuelekeze ni jeshi gani hilo ambao linakamata watu bila kufahamu yeye. Ni mjumbe wa baraza la uratibu mkoa wa BAWACHA mkoa wa Mbeya. Tunapenda kusikitika kwa masikitiko makubwa kabisa ya jeshi la polisi kuwachukua viongozi wetu, aidha wanachama wetu au wananchi wa Tanzania ambao wanaenda kuikosoa serikali kwa mambo ambao ni makandamizo kabisa ya wananchi. Mdude hii ni mara ya 4 sasa anakuwa ni muanga na muathirika wa jeshi la polisi. Amekuwa akipigwa mara nyingi, amekuwa akiwekwa gerezani mara nyingi. Kwa hili tukio la sasa hivi linatusikitisha. Sisi kama wanawake tunasema tupo tayari kuuawa wote. Tupo tayari kuuawa wote. Tuko tayari kutekwa wote. Tuko tayari kuumizwa wote, kwa sababu ndio talanta ambayo Mwenyezi Mungu alitujalia. Kila mtu Mwenyezi Mungu alimpa kipaji cha kwake. Sisi alitupa kipaji cha kuwa wanasiasa na kuwa wakosoaji kama walivyo Chama cha Mapinduzi. Na sisi tuna haki hiyo hiyo ya kikatiba na ya kimsingi kabisa ya kuweza kuishi na kukosoa serikali pale inapoenda kwa haifanyi vizuri dhidi ya raia ambao inawaongoza. Tunawasa jeshi la polisi, tunaamini Mdude yuko kwenye mikono yenu na tuna ushahidi huo kwamba Mdude yuko kwenu. Mdude hajatupwa popote, Mdude hajauawa, Mdude yupo hai. Tunamtaka akiwa hai. Tunajua na majeraha makubwa, na tuko tayari kama wanawake kuhakikisha tunamkana maji, kuhakikisha tunanunua panadol, kuhakikisha chochote mpaka huyu mtoto wa mwanamke mwenzetu awe sawa sawa na awe salama. Tutalia, tutagalagala, na ikiwezekana tutaandamana kwa kutembea uchi kuonyesha utupu wetu katika nchi, kuona kama sisi wanawake ndio wenye kuwa na uchungu mkubwa wa taifa hili na uchungu mkubwa wa kuzaa watoto. Kwa mwanamke yoyote anayeweza kupata uchungu na kubeba mimba miezi 9, akapata uchungu wa kwenda kuzaa hospitalini na akalea mtoto kwa majonzi makubwa na uchungu mkubwa kabisa, hawezi kulivumilia swala hili hapa. Hawezi kabisa. Sisi kama wanawake tunasema tutakuwa mstari wa mbele. Kama mtatuteka, mtuteke, kwa sababu mageti yetu sasa hayana thamani. Tunazuia mbu na mbu tu wasiingie ndani mwetu. Kama jeshi la polisi linavunja milango na kuingia kutukamata ndani, kuna kitu gani kimebakia? Kwa hiyo sisi tunamtegemea Mwenyezi Mungu. Hatutaacha kusema kweli, hatutaacha kutetea nchi hii, hatutaacha kutetea vijana wetu. Kwenye kanda hii ni kijana wa pili sasa aonekane. Tumekaa kimya kwa Dionis Kipanya, hatutakaa kimya kwa Mdude. Tunataka Mdude aonekane mara moja, na tunahitaji Dionis Kipanya kama naye yupo hai tunamtaka hai. Maana tumechoka na Mdude yupo hai na tunajua alipo. Polisi mnajua Mdude alipo. Tunamtaka Mdude akiwa hai. Awali ya yote, kwa jina naitwa Brighton Wilson Ndibinze, ni mwanaharakati wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ndani ya jiji la Mbeya. Nataka kuongea maneno yafuatayo kwa mustakabali wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza ninaomba nianze na amiri jeshi wetu mkuu ambaye ni rais wa nchi hii. Kuongea haya maneno si kusema kwamba labda tunamtusi au tunafanya nini, ni kumshauri.
Zimepita sikukuu mbalimbali kama za Mei Mosi, hatujasikia kauli ya aina yoyote anayotamka kuhusu matukio yanayotendeka juu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuhusu viongozi wetu wanaoendelea kutekwa. Tunamuomba hili alione kwa macho ya husuda na hatimaye aweze kulifanyia kazi. Sijui kama yanamfikia au hayamfikii. Lakini sambamba na hilo, tarehe 25 wakiwa Liliondo walitamka maneno yafuatayo watu wa Chama cha Mapinduzi. Wakasema watu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hata wakifa hawawezi wakalia, watakuwa ni chakula cha nini? Cha mamba. Kauli hiyo hatujasikia anaikemea. Aliyekwenda kuitamka alikuwa ni Nchimbi, akawa amewaita na kuwaelekeza. Haimaanishi kwamba watu wa Chadema sisi kwamba hatuna damu kama vile walionayo damu ya watu wa Chama cha Mapinduzi. Wadako tunaelekea wapi? Nchi hii wanataka iingie kwenye machafuko. Hatutakubaliana na maswala ya watu wa Chama cha Mapinduzi, watu wachache, ili waweze kuingiza nchi hii kwenye machafuko bila sababu. Tunachokiomba, nchi hii ni kitovu cha amani, ambapo mpaka dakika hii watu wanafika hatua hawaeleweki tunaishi kivipi. Wamewahi kutamka maneno kadhaa. Kwa mfano, neno alilolitamka ambaye ni mwenezi wao kwamba Chadema tunaenda kununua virusi, lakini hatujasikia kemeo la aina yoyote na kukamatwa na mtu wala na kwenda kuhojiwa. Na hilo lipo na tayari linaeleweka, na huyo Makara ameshtakiwa mahakamani. Swali linakuja, Rais, wewe ukiwa ndo mama wa watu wa nchi hii, kwa nini umelikalia kimya mpaka dakika hii? Mdude amekuwa akikamatwa mara kwa mara, lakini Mdude hana kosa la aina yoyote ile, kama walivyoongea wengine kwamba Mdude hajawahi kukamatwa kwenye ugoni, mpaka nafika hatua anakamatwa, wanamuua, wanawinda nyumba yake. Kwa kweli tunaomba Mdude wamuonyeshe haraka sana mahali alipo, na kama amekufa tunaomba watuonyeshe kaburi lake sisi tuzike. Sio Mdude aendelee kuteswa, utafikiri hayuko ndani ya jamii. Hilo ndio tunaloliomba tu, watuonyeshe tu mahali alipo, na kama ameumia tutatibisha sisi wenyewe, wala hiyo haina shida, ila tunachoomba Mdude aonekanike, na kama hataonekanika sisi wana Mbeya hatutakubali. Tunasema hatutakubali mpaka Mdude tuelewe kaburi lake liko wapi au sura yake iko wapi. Naitwa Madenge Mtoga Simba, mwana Chadema. Tumetoka hapa jana, tumeelekea kwa Afande RCO kwenye ofisi za polisi mkoa wa Mbeya. Kwa Afande RCO tukafika pale, tulienda wanachama na wananchi wengi sana, tulikuwa na matembezi ya amani kabisa. Tukafika pale kwenye ofisi za jeshi la polisi za mkoa wa Mbeya, tukapokelewa na mapolisi waliopo pale. Lakini baada ya mapolisi waliotupokea pale, tukawaambia tuna shida na Afande RPC. RPC akasema ametoka, tuwasiliane na RCO. Lakini kwa matokeo mazuri tulibahatika kukutana na Afande RCO. Tulikuwa tumeongozana na wanachama baadhi pamoja na mke wa Mdude na wananchi wachache, tulienda kuwakilisha kile kikao na Afande RCO. Tuliongea na RCO tukamweleza kwamba tumekuja kupata ripoti zenu kama jeshi la polisi, mmefikia wapi zidi ya kumpata ndugu yetu Mdude. Afande RCO alituambia kwamba hawajapata taarifa yoyote. Kwa hivyo basi katibu wetu wa kanda akampa ratiba tulichofanikiwa sisi, kwamba sisi bwana tumefanikiwa kupata majina ya watu waliomteka ndugu yetu Mdude, ambapo walitajwa Afande Shabani. Afande RCO akasema amfahamu. Afande akasema amfahamu. Kwa hiyo baada ya pale akasema kwamba atatupa ushirikiano
na sisi tuendelee kumtafuta kwa hali yoyote yani tutakavyoweza. Kwa hiyo na sisi tukatoka pale, viongozi wakawatangazia raia kwamba jamani, au watu waliosadikika kama ni maafande pamoja na picha, afande RCO amesema hawatambui. Kwa hiyo rasmi sasa wanatambulika kama ni vibaka. Viongozi wetu wakawa wametuambia hayo. Kwa hiyo tukatoka sisi kama tulivyo pale na pamoja na viongozi tukaelekea maeneo ya Mlima Nyoka kwenye maporomoko kule ambako kuna historia mbaya ya kutupwa maeneo ya pale. Kwa hiyo tukawa tumefika kule, tumehangaika kumtafuta ndugu yetu bila mafanikio. Na kwa sababu RPC alisema kwamba tuwasaidie polisi, yani wananchi tuwasaidie polisi kumtafuta ndugu yetu. Na sasa tunatoka hapa tena tunaenda kumtafuta kutoka hapa kama ambavyo viongozi wametuasa. Wametupa na njia ya kupita, tunaenda kumtafuta wapi. Na hatujachoka, kwa hiyo tunaendelea na kumtafuta ndugu yetu Mdude. Mdude sio mhalifu. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Daniel Alfred Mwambipile. Jina maarufu ni XB mwanaharakati. Tupo hapa kwa ajili ya swala moja tu la kumtafuta ndugu yetu Mdude. Jina maarufu anaitwa Mdude, lakini majina yake anaitwa Mpalukwa Saidi Mdude Nyagali. Tumemtafuta ndani ya hizi siku kadhaa, siku ya 3 leo, kuanzia leo siku ya kwanza, nafikiri leo tarehe 4, tuna siku 2. Tumemtafuta ndugu yetu Mdude kwa tukio kubwa ambalo limetusikitisha sisi wana Mbeya, hususa na mazingira ya pale kata Iwambi ambapo alikuwa anaishi Mdude Nyagali. Pamoja na kwamba jeshi la polisi limekana kwamba haliwatambui hawa watu ambao walihusika kupanga mipango na njama za kwenda kuvamia nyumba ya Mdude na hatimaye na kumshambulia na vitu vizito na kuondoka naye, sisi kama wakazi wa jiji la Mbeya tukishirikiana na mkoa wa Songwe tunasema ya kwamba waliomkamata Mdude, waliovamia nyumba ya Mdude na kumteka Mdude ni jeshi la polisi la Mbeya kwa vielelezo vifuatavyo. Moja, kuna askari ambao walishirikiana wakimtaka, walikuwa wanatumia mbinu za mikakati la namna gani watampata Mdude. Kuna wasamaria wema ambao kuna mashahidi wawili ambao sasa bila mashaka kuachana na mashahidi wengine ambao wameshajitokeza na wamesema hadharani. Shahidi wa kwanza ameeleza wazi kwamba polisi ambaye anatambuliwa kwa jina la Shabani Chalo anatokea kwenye ofisi ya RPC. Aliongea wazi na huyu mtu aliyotupa taarifa, na huyu mtu hajajificha, ameongea public kwenye mitandao mbalimbali ya kwamba huyu Shabani Chalo na askari mwingine ambaye anatambuliwa kwa jina la Veda wakitokea kwenye ofisi ya RPC chini ya RCO walimtaka huyu shahidi kwamba watampa fedha yoyote wamuoneshe makazi ya Mdude anapoishi. Sasa kama taarifa hii ni ya kwanza, hii ni taarifa ya kwanza, na kweli hiyo ilikuwa ni siku ya tarehe 30 ambao huyu Shabani Chalo pamoja na Veda walitamka wazi kwamba wanamtafuta Mdude na kumwahidi fedha huyu bwana ambaye ametupa hii taarifa. Hii ni kielezo cha kwanza. Lakini kielezo cha pili ni mke wa Mdude. Wakati wanamshambulia Mdude nyumbani kwake, wamevunja geti, wakavunja mlango na wakaingia ndani. Wakaanza kumshambulia na vitu vizito, na hawa walioingia ndani walikuwa ni askari ambao walijitambulisha kabisa ndani wakati wanamshambulia Mdude, wanamwambia mke wa Mdude kwamba sisi ni askari. Kwa hiyo RCO mkoa wa Mbeya hakwepi, RPC mkoa wa Mbeya hakwepi. Waliovamia nyumba ya Mdude ni askari polisi wakitoka kwenye ofisi ya RCO. Sasa sisi kama wana Mbeya na watu wote ambao tumesundikwa na hili swala, tunamtafuta Mdude, lakini hatuna macho ya kupepeza. Moja kwa moja ofisi ya RPC Mbeya tunamtaka Mdude. Polisi wako ndio walioshiriki kumkamata Mdude. Hatutaki kopesha mambo. RPC na RCO Mbeya mjini tunamtaka Mdude kwa sababu
taarifa za wazi zimesema, amesema yule kijana kwamba Vedastus pamoja na Shabani Chalo ndio waliokuja fani ni waliokuwa wanamwambia huyu mwanamchi wetu na mkazi wetu hapa na ni mwanachama kwamba wao walikuwa wanataka kumpa fedha ili sasa wakaone makazi ya Mdude. Hiyo ni tarehe 30. Tarehe 2 tukio limetoka. Kwa hiyo sisi kama wana Mbeya tunashirikiana na mkoa wa Songwe tunamtafuta Mdude, lakini kwa bahati nzuri kuna vitu viwili tu. Hauwezi ukadanganya, hauwezi ukamkwepa Mwenyezi Mungu na hauwezi ukamkwepa mtandao. Tunamjua Mdude alipo kwa sababu taarifa zipo wazi na mlivamia kwenye ile nyumba. Kwa sisi kama wana Mbeya, mkoa wa Mbeya, tunamtaka RPC na RCO, polisi wake ndio waliohusika kuvamia nyumba ya Mdude na kumchukua Mdude. Kwa sababu investigation haida haja muda kupoteza muda. Investigation ya wazi. Ndio. Mmepewa mtu anaitwa Shabani Chalo. Huyo ni askari wenu. Hamjachukua hata hatua yoyote kuchukua namba kumsechi. Na picha zake na sura yake ametupwa mitandaoni. Hamwezi kukwepa hili. Mdude amevamiwa na askari kwenye nyumba yake akiwemo Shabani Chalo pamoja na huyu mwingine anaitwa Vedastus. Kwa sisi kama wana Mbeya tutaendelea kumtafuta na tunashirikiana na mikoa mingine yote. Tutaungana, hatutochoka. Hatusikii njaa yetu mpaka pale tutakapomkuta Mdude. Iwe mtu kufa au kuwa hai. Papers or no papers, borders or no borders, mpaka Mdude aliyompatikana. Kwa hiyo wananchi wote tutaendelea kumtafuta Mdude na leo hii tunakuendelea kumtafuta Mdude. Sisi kama wakazi wa Mbeya pamoja na Songwe tunasema Mdude amekamatwa, ametekwa na askari hawana kinga. Askari yoyote anatambulika pale askari pindi anapotumia majukumu yake ya kiaskari pamoja, kwa sababu kuna miongozo ya kiaskari pamoja na sheria zile za maelekezo ambazo zinatoka kwenye ofisi ya IGP, PGO, Police General Orders. Kama hazifuati, askari yote akivunja sheria huyo ni jambo. Kwa hiyo sisi tuendelea kuwatafuta. Asante. Naitwa Elisha Chonya, mwenyekiti wa Baraza la Vijana Chadema mkoa wa Mbeya. Tangu tarehe 1 kuamkia tarehe 2 baada ya kupokea taarifa ya kutekwa, kuumizwa kwa Kamanda Mdude, tumeendelea na taratibu mbalimbali za kumtafuta. Jana tulikuwa kwa ofisi ya RPC, tumeonana na RCO. Tulikubaliana kwamba tutakwenda ofisini kila inapoitwa leo mpaka tutakapopata majibu ya Mdude yuko wapi. Na nyinyi mnafahamu kwamba jeshi la polisi ndio wenye wajibu kwa mujibu wa sheria wa kuhakikisha kwamba wanalinda raia na mali zake, na linapotokea tukio kama hili waliopewa mamlaka kwa mujibu wa sheria ni jeshi la polisi kuhakikisha wanafanya upelelezi na watupe majibu. Kwa hivyo ninavyozungumza, wanachama na viongozi mbalimbali tunaelekea ofisi ya RPC tukaende tukapate majibu wamefikia wapi. Hatutaishia leo kama ambavyo jana tulikubaliana. Leo tunakwenda, kesho tutakwenda, kesho kutwa tutakwenda mpaka tutakapopata majibu ya mwisho kwamba Mdude yuko wapi. Na hili ni kwa sababu nyinyi mnafahamu kwamba ardhi ya Ivwanga, ardhi ya kata ya Iwambi imekunywa damu ya Mdude, na mnafahamu kwamba sio tu shida ya Mdude peke yake. Wote ambao wamekuwa ni watetezi wa haki za binadamu sasa hivi damu zetu ziko hatarini na ziko katika mashaka makubwa. Hatuwezi kunyamaza, hatuwezi kurudi nyuma, tunasonga mbele mpaka tupate majibu ya Mdude yuko wapi. Kwa hiyo mwelekeo kwa sasa ni ofisi za RPC. Asante.